Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 4, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Bernadeta Mtawa na pia maisha ya Mtakatifu Benedikto Yosefu Labre. Tuanze kwa kusikiliza maisha ya Mtakatifu Bernadeta Mtawa. Bernadeta alizaliwa Lourdes nchini Ufaransa mnamo tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 1844. Wazazi wake walikuwa Francisco na Luisa. Bernadeta alikuwa na shida ya ugonjwa wa athma, ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua mara kwa mara. Wazazi wake walikuwa maskini sana. Kwa sababu hiyo, Bernadeta alianza kufanya kazi ya kuchunga kondoo akiwa na umri wa miaka 12 ili kujipatia mahitaji yake ya msingi. Bernadeta alirudi nyumbani mnamo mwaka 1858 akiwa dhaifu kiafya kwa sababu ya athma, akiwa hajasoma wala hajapata komunyo ya kwanza. Hivyo alifanya mafundisho ya komunyo ya kwanza. Mnamo tarehe 11 ya mwezi wa pili mwaka 1858, Bernadeta alipokuwa akiokota kuni, yeye na dada yake aliyeitwa Maria na pia rafiki yake aliyeitwa Jeni, Bikira Maria alimtokea katika pango kwenye kingo za mto Gave. Bikira Maria alionekana amevaa nguo nyeupe, mkanda wa bluu na shela nyeupe iliyofunika kichwa chake na mkufu wa dhahabu shingoni. Miguu yake ilikuwa mitupu na tena ilipambwa kwa maua mawili ya waridi. Alikuwa ameshika rozari katika mkono wake wa kulia. Alionekana mwanamke mwenye umri kati ya 16 au 17 hivi. Inasemekana kwamba alimtokea namna hiyo mara 17 kisha alizungumza naye. Bikira Maria alimwambia, "Ninakuahidia furaha, kama si hapa duniani basi katika ulimwengu ujao." Tarehe 21 ya mwezi wa pili akamtokea tena na kumwambia, "Waombee wa dhambi." Tarehe 27 ya mwezi wa pili akamtokea kwa mara ya tatu na kumwambia, "Nenda uwaambie mapadre wajenge kanisa hapa." Tarehe 25 ya mwezi wa tatu akamtokea na kujitambulisha kwake akisema, "Mimi ni Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili." Bernadeta alipata upinzani mkubwa kutoka kwa familia yake, viongozi wa serikali na hata mapadre, kwa sababu haikuwa rahisi kuamini tukio hili la kutokewa na Bikira Maria. Lakini askofu wa Tarbes aliunda kamati ya uchunguzi wa tukio hilo na miujiza iliyofanyika. Kamati hii ilifanya kazi kwa muda wa miaka 3. Bernadeta alipokea komunyo ya kwanza mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka 1858, na baada ya hapo masista wa Neve nchini Ufaransa walimpokea Bernadeta katika nyumba yao huko Lourdes, walimowatunza wagonjwa na kuwafundisha watoto. Masista hao walichukua jukumu la kumfundisha kusoma na kuandika, na alipohitimu walikaa naye huku akifanya kazi ndogo ndogo. Alipokuwa na umri wa miaka 22 aliugua, wakampokea katika shirika lao kama mgonjwa na maskini. Mnamo mwaka 1866 Bernadeta alikwenda Neve kuanza unovisi katika nyumba ambayo ni makao makuu ya masista. Aliishi hapo muda wote na alifanya kazi kama muuguzi katika zahanati yao, lakini mara nyingi alilazwa hospitalini kwa kuwa afya yake ilikuwa dhaifu.
Wakuu wa shirika walimtesa, lakini alivumilia mateso kwa ujasiri na alipenda kudharauliwa. Katika mateso yake alisikika akisema, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, uniombee mimi mdhambi na maskini. Mnamo tarehe 22 ya mwezi Septemba mwaka 1878 alifunga nadhiri za maisha, na mwezi Desemba mwaka huo huo aliitwa mbele ya kamati ya uchunguzi iliyoundwa na maaskofu wa Tarbes na Nevers kuhojiwa juu ya madai yake ya kutokewa na Bikira Maria miaka 20 iliyopita. Hatimaye, baada ya kamati kutoa ripoti yake na kumhoji Bernadeta, kanisa lilithibitisha kuwa ni kweli Bikira Maria alimtokea Bernadeta. Ugonjwa wa athma, ukosefu wa chakula bora na umaskini vilimfanya Bernadeta apate ugonjwa mwingine wa kifua kikuu na shida ya miguu, na mwishoni alifariki dunia mnamo tarehe 16 ya mwezi wa 4 mwaka 1879. Alitajwa mwenye heri na Papa Benedikti wa 15 tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 1925 na kutangazwa mtakatifu mnamo tarehe 8 ya mwezi wa 12 mwaka 1933 na Papa Pio wa 11. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Bernadeta, mtawa. Mtakatifu Bernadeta anatufundisha kuwa waaminifu kwa Mungu na kuwa watu wa imani kwa kushika amri zake, naye atajidhihirisha kwetu. Tunapaswa kujifunza kupenda kwa njia ya mateso. Bikira Maria anawapa taji la miiba marafiki zake. Tusitafute zaidi ya hilo. Mimi nina furaha zaidi nikiwa kitandani na msalaba wangu kuliko malkia anapokuwa katika kiti chake. Rejea ya Mtakatifu Bernadeta. Tutizame pia maisha ya Mtakatifu Benedikto Yosefu Labre. Benedikto Yosefu alizaliwa mnamo tarehe 25 ya mwezi wa 3 mwaka 1748 katika kijiji cha Amete nchini Ufaransa. Alikuwa anapenda sana kufanya kitubio siku za utoto wake. Kwanza alijaribu kufuata malezi ya upadre, lakini baadaye akatambua hakuitwa katika wito wa upadre, bali wito wa maisha ya utawa wa kujikatalia ya ndani. Hata hivyo, baada ya miaka miwili ya malezi, watawa wa Katusiani walikataa kumpokea katika hatua nyingine ya malezi. Badala yake walimfukuza. Ndipo akaamua kujiunga na watawa wa Sistesiani, lakini kutokana na afya yake dhaifu aliondoka utawani. Mungu alipenda afanye kitubio duniani na kwenda kuhiji katika makanisa ya Ulaya. Akiwa na umri wa miaka 22, Benedikto alifanya hija mjini Roma, na baada ya hapo alianza kuishi maisha ya pekee kwa muda wa miaka 13, maisha ya hija endelevu, akitembelea vituo maarufu vya hija katika nchi za Hispania, Ufaransa, Italia, Uswizi na Ujerumani. Benedikto Labre huitwa mwombaji mtakatifu kwa sababu alizizungukia nchi hizo akiomba sadaka kama mtu maskini. Katika mfuko wake alibeba Biblia, breviali na vitabu vya sala. Alifunga sana na kujinyima anasa, huku akiomba chakula na kula chakula hicho pamoja na maskini. Aliishi maisha ya ukimya, akizama katika sala. Aliongea tu wakati akiwahudumia maskini na wahitaji. Pamoja na maisha haya magumu, alikuwa mtu mwenye furaha daima. Alipokea mateso yote kwa furaha. Mavazi yake yalikuwa duni, alilala chini, alikula chakula walichotupa watu wengine.
Njiani alipokwenda kanisani, hakutazama kitu kingine chochote mpaka alipofika. Furaha yake ilikuwa kudharauliwa na kubezwa na watu. Fadhila yake ilikuwa kuwapa sadaka maskini mali aliyoipata kwa kuombaomba. Pia alikuwa mwombezi mkuu wa wale walioteswa na kuhangaishwa na changamoto za maisha. Siku moja alipokuwa akipita njiani Napoli nchini Italia, akawaona wafungwa wakisimama dirishani wakiomba waonewe huruma na wapita njia. Benedikto aliwaonea huruma, akapiga magoti, akaweka kofia yake chini, akaanza kuimba litania ya Bikira Maria kuwaombea. Wapita njia wengine walisimama na kushtuka waliposikia jinsi Benedikto alivyokuwa akiimba vizuri, na walianza kutumbukiza fedha katika kofia yake kama sadaka. Naye aliitoa fedha hiyo kwa hao wafungwa. Benedikto aliendelea kufanya hivyo kila siku kwenye milango ya makanisa. Alipokwenda Asizi, alijiunga na shirika la Wafransisko wa Sekulari. Baada ya miaka 7 ya hija, alifanya Roma kuwa makao yake makuu, lakini hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Hivyo alizoea kulala majalalani, na huko usiku alisali vituo vya njia ya msalaba akiombea uongofu wa wakosefu. Kila siku alikwenda kusali katika makanisa mbalimbali kwa masaa mengi. Si rahisi kuelezea ibada yake mbele ya tabernakulo, jinsi ilivyokuwa kubwa, hata wakamwita muombaji wa kuabudu daima. Alimheshimu sana Bikira Maria kama mama yake mpendwa. Mwenyezi Mungu alimjalia uwezo wa kutenda miujiza, hata kuagua mambo yatakayokuja. Mungu alimwita kwake kipindi cha wiki kuu mnamo tarehe 16 ya mwezi wa 4 mwaka 1783 akiwa na umri wa miaka 35. Alizikwa katika kanisa la Bikira Maria wa Mlima wa Mungu. Watu waliokwenda katika kaburi lake walikuwa wengi sana, hivi kwamba ilishindikana siku ya Pasaka kuadhimishwa ibada ya misa, hata ikabidi polisi waletwe kuondoa watu. Baada ya kifo chake, kwa miezi 3 mfululizo, miujiza 136 ya uponyaji ilitendeka kwa maombezi yake. Hata Papa Leo wa 13 akamtaja mtakatifu mnamo tarehe 8 ya mwezi Desemba mwaka 1881. Maisha ya Mtakatifu Benedikto ni kioo cha unyenyekevu, kwani alijishusha na kupokea kwa furaha mateso na madharau ya watu kwa ajili ya Kristo, akiyatolea kwa ajili ya uongofu wa wakosefu. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Benedikto Yosefu Labre. Mungu ni mwema na mwenye huruma kiasi kwamba ili kufika mbinguni inatosha kumwomba kutoka ndani kabisa ya moyo wako. Rejea ya Mtakatifu Benedikto Yosefu Labre. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Bernadeta mtawa na Mtakatifu Benedikto Yosefu Labre, mtuombee.